Idadi kubwa ya raia kutoka nchini Ukraine wanaamini ya kwamba Urusi imedhamiria kabisa kuiangamiza Ukraine na haitaishia katika maeneo ambayo inayamiliki kwa sasa. Taarifa hii ni kwa mujibu wa uchunguzi wa taasisi ya kimataifa ya Kiev ya sosiolojia maarufu kama KIIS iliyochapishwa Machi 11 kuhusu taarifa hii, ambako utafiti huo unakuja wakati waziri wa mambo ya nje kutoka nchini Marekani wa kuitwa Marco Rubio akisema ya kuwa mnamo Machi 10 ya kwamba Ukraine itahitaji kufanya makubaliano ya kimaeneo kama sehemu ya makubaliano ya amani yoyote ili kukomesha vita nchini humo. Kulingana na KIIS imesema ya kuwa 87% ya Waukrainia wanaamini ya kuwa Urusi inanuia kuendeleza uchokozi wake zaidi ya maeneo inayokalia kwa sasa, ambako pia imani hiyo ni thabiti kabisa katika maeneo yote, huku 80% katika mashariki na kusini na 89 hadi 90 magharibi na katikati wakikubali ya kwamba Moscow haitaishia katika mstari wa mbele wa kivita wa sasa. Zaidi ya hayo, 66% ya waliohojiwa walisema ya kuwa lengo kuu la Urusi ni kuharibu kabisa Ukraine, ambako 28% wanaamini ya kuwa Moscow inataka mauaji ya kimbali, huku 38% wakisema ya kuwa inalenga kunyakua eneo kubwa au lote la Ukraine na kuondoa kabisa utambulisho wake wa kitaifa na kimataifa. 14% zaidi wanaamini ya kuwa Urusi inataka kuchukua yote au sehemu kubwa ya Ukraine na kusanikisha serikali vibaraka, huku 7% ikifikiri ya kwamba Moscow inataka kuimarisha udhibiti wa maeneo yanayokaliwa kwa kiasi fulani ya huko Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia. Matokeo hayo yanapatana na taarifa za Urusi, kama waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belosov alivyosema mnamo Disemba 16 mwaka uliopita 2024 ya kwamba Urusi inalenga kukamata wilaya zote 4 za Ukraine mwaka huu 2025, ambako pia ni 4% tu ya waliohojiwa wanaamini ya kuwa Urusi inalenga kudumisha udhibiti wa mafanikio yake ya kimaeneo yaliyopo, na ni 3% wanakubali madai ya Urusi ya kwamba inataka kukanusha na kuiondoa Ukraine, na 7% iliyobakia au iliyobaki hawakuamua. Utafiti huo ulifanyika kati ya mwezi wa pili tarehe 14 na Machi 4, huku wahojiwa takriban 1029 wenye umri wa miaka 18 na zaidi wakihojiwa kwa njia ya simu katika mikoa yote inayodhibitiwa na serikali ya Ukraine. Matokeo ya utafiti yanakuja huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka ya kwamba msukumo wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump wa kukomesha vita haraka unaweza kusababisha mapatano ya amani kwa masharti yasiyofaa kwa Ukraine, na hivyo kuifanya iwe hatarini kwa mashambulizi ya Urusi katika siku zijazo. Ambako pia kufuatia taarifa hiyo, bado jeshi la Urusi au taifa la Urusi limeendeleza mashambulizi yake katika viunga huko nchini Ukraine, ambako wanajeshi wa Urusi waliweza kufanya mashambulio kadhaa mnamo Machi 11 dhidi ya jimbo la Donetsk ambalo bado nakaliwa na vikosi vya Ukraine au taifa la Ukraine, na kusababisha watu takribani 4 kuuawa na kujeruhi wengine 5 katika eneo hilo. Gavana anayefahamika kama Vadim Velashkini aliweza kuripoti kuhusu taarifa hii. Alisema ndugu wawili wenye umri wa miaka 11 na 13 walikuwa miongoni waliouawa katika mashambulizi hayo. Zaidi ya hayo pia wanawake wawili wenye umri wa miaka 51 na 57 walifariki kwa majeraha mabaya kutokana na shambulizi hilo. Vikosi vya Urusi vilitumia ndege zisizo na rubani za FPV, mizinga na mabomu kufanya mashambulizi katika makazi
na miji mingi ya mkoa wa Donetsk, ikiwa ni pamoja na kijiji cha Rivne, kijiji cha Molochanska, Pokrovsk na huko Rodinsk. Baadhi ya raia waliojeruhiwa wako katika hali mbaya, akiwemo mtoto wa miaka 14. Pia wahasiriwa wengine walipata majeraha ya kichwa na shingo, hasa kutokana na shambulizi hilo, ambako Vadim Flashkin aliandika kwenye jukwaa la kijamii la Telegram ya kuwa, ninasema hivi kila siku, ondoka, na kila siku ninalazimika kuandika ripoti za kusikitisha kuhusu vifo vingi zaidi vya wazazi, hata kama hamjijali angalau kuokoa maisha ya watoto wenu. Vadim Flashkin aliweza kuandika hivyo kwenye jukwaa la kijamii la Telegram baada ya mashambulizi ya Urusi katika eneo hilo. Vikosi vya Urusi mara kwa mara vimekuwa vikilenga makazi katika mkoa wa Donetsk kwa mizinga na mashambulizi ya anga ambayo mara nyingi yanasababisha vifo vya raia wengi katika eneo hilo. Marekani pia imeweza kutoa tamko lake kuelekea usitishaji wa vita nchini Ukraine pamoja pia na huko nchini Urusi, ambako waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliweza kutoa matumaini Machi 11 ya kwamba Urusi itakubali pendekezo la kusitisha mapigano kwa muda na Ukraine. Alisema mpira uko kwenye uwanja wa vita, yani uwanja wao. Rubio alisema hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari kufuatia mazungumzo na Ukraine huko Jeddah nchini Saudi Arabia. Baada ya mazungumzo na Washington, ofisi ya rais wa Ukraine ilitangaza ya kuwa iko tayari kukubali pendekezo la Marekani la usitishaji vita wa muda wa siku 30 ikiwa Urusi pia itatii makubaliano hayo. Rubio alibainisha kuwa ikiwa Kremlin itakataa pendekezo la kusitisha mapigano hayo, basi kwa bahati mbaya watajua ni kikwazo gani cha kuleta amani kwa nchi hizo. Ukraine iko tayari kuacha kufyatua risasi na kuanza kuzungumza, Rubio alisema, akiongeza kuwa rais wa Marekani Donald Trump amekuwa wazi ya kwamba anataka kumaliza au kusimamisha vita hivyo haraka kabla au kufikia Aprili 20 mwaka huu 2025. Alipoulizwa kuhusu tarehe ya mwisho ya kuhitimisha kwa makubaliano ya kusitisha mapigano hayo, Rubio alisema Washington inatarajia kufanya hivyo haraka iwezekanavyo. Wakati wa mazungumzo hayo, wajumbe kutoka Ukraine walipendekeza kutekeleza makubaliano ya amani angani na baharini, wakati upande wa Marekani ulitaka kujaribu kufanya zaidi. Chanzo kilicho karibu na ofisi ya rais kiliweza kusema hivyo juu ya taarifa hii. Msimamo wa Urusi kuelekea kusitisha mapigano kwa sehemu hauko wazi, chanzo kilisema, ambako Moscow pia imekataa mara kwa mara uhasama unaoendelea katika mstari wa mbele wa kivita, ikiamini ya kuwa ina uwezo mkubwa kwenye uwanja wa vita hivyo.